Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Kwa majina naitwa Tabu Restuti, ni meneja wa benki ya ushirika tawi la Tabora, ambapo ninahudumia kanda ya magharibi kwa ujumla, Tabora na maeneo yake ikiwemo Shinyanga, Kigoma, Katavi na kwingineko. Leo imekuwa ni mkutano wa 30 wa kaku. Mkutano huu umeweza kwenda vyema kabisa, na kama mgeni mwalikwa nimefurahi. Mkutano umeweza kwenda vizuri kabisa. Wamekuwa na maazimio ambayo imekuwa kama ni dira ya kaku kwa miaka ijayo na msimu huu unaoanza 2026-27. Lakini sambamba na hayo, kama benki ya ushirika ambao tunakwambia ustawi kwa wote, kwetu sisi ushirika sisi ndio benki yao, na hii ni benki waone kama wako nyumbani, waweze kutumia hii benki ya ushirika, ukizingatia kwamba wana ushirika wana 51% ya hisa kwenye benki yetu hii ya ushirika. Na benki ya ushirika imejipanga kuwahudumia wakulima pamoja na AMCOS zote za tumbaku kwa kiwango cha bilioni 850 ambao kimetengwa kwa ajili ya kuhudumia kwa msimu huu wa 2026-2027. Kwa hiyo niwakaribishe sana wanaushirika wote waweze kupata huduma katika benki yao ambayo ni hii ya wanaushirika, ambao ni ushirika ustawi kwa wote. Asante. Kitu cha kwanza, benki iliamua, wanaushirika waliamua kuanzisha benki hii ya ushirika baada ya kuona kwamba huduma sehemu zingine zimekuwa zikilegalega. Ukiangalia namna wanavyopata huduma, riba zao pamoja na gharama haziendani na uhalisia ule wa ushirika kama unavyotakikana, na ukizingatia kwamba ushirika ni kitu likubwa, ni kitu kikubwa sana, na wao wana uwezo wa kuendesha benki, na ndo kama hivi wameamua kuja na benki yao, na mwisho wa siku wataendelea kuhudumiwa na benki yao ambao kimsingi inakuwa na riba ndogo, lakini pia gharama za uendeshaji ambayo ni ndogo kulingana na waraka wetu kutoka kwenye wizara yetu ya kilimo kwamba tuweze kuwahudumia hawa wakulima kwa gharama ndogo. Na sasa wakulima wana sehemu ya kudeka ambapo wapo kwenye benki yao hii ya ushirika ambapo riba ni ndogo, gharama ni ndogo. Niwakaribishe sana waweze kupata huduma benki yao ya ushirika. Kwa upande wa jemedari wetu Samia Suluhu Hassan, namba 1 kabisa, ameweza jikita katika hali ya kusaidia ushirika na kilimo kwa ujumla, kuanzia kwenye kumteua waziri wa kilimo ambaye amekuwa sasa ni very supportive, ameendelea kuwasapoti. Nadhani amekuwa ni kimbilio la kila mtu sasa hivi, kila mkulima, na kuanzia ameweza kuunganisha wakulima, vyama vyote na wadau mbalimbali wanaohusika na kilimo kwa ujumla, na kimsingi ameweza kutenga pesa pia nyingi, ambapo tunafikiri kwenye bajeti tutaweza kuona zaidi ni kiasi gani ametenga. Lakini kwa hiki ambacho ukiona namna ambavyo waziri akizungumza ni kwamba wamejipanga zaidi kwa namna ya kuleta mabadiliko chanya katika wizara hii ya kilimo, ambapo sisi pia kama wadau wakubwa tumo humo. Na ukizingatia serikali haijatuacha nyuma, bado serikali ina mkono wake katika benki yetu hii ya ushirika, ambapo kimsingi imeendelea kutoa pesa kwa ajili ya kusapoti kilimo kwa hususani kupitia benki yetu hii ya ushirika. Sasa Dr. Samia ni kama mnavyoziona ziko vizuri. Mama wanasema mama anaupiga mwingi na anaendelea kuupiga mwingi. Nadhani mambo yanaenda vizuri, wote tunashuhudia vitu ni mchaka mchaka.